Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Mohamed Jamal na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia aiagiza Benki Kuu kusimamia riba na kuboresha upatikanaji wa mikopo. Katika biashara, maonyesho ya kimataifa Sabasaba kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji. Na katika habari za kimataifa, watu 4 wauawa kwenye shambulio la drone wakati wa mazishi Sudan. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza Benki Kuu ya Tanzania BOT kuhakikisha inasimamia ipasavyo utekelezaji wa sera ya fedha, hususan katika eneo la riba kwa benki za biashara nchini ili kutatua changamoto ya malalamiko ya wananchi kuhusu upatikanaji wa mikopo pamoja na kuendelea kutumia ubunifu katika kukabiliana na mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea duniani. Mwandishi wetu Gulaki Msola ametuandalia taarifa zaidi. Rais Daktari Samia amesema hayo jijini Dar es Salaam aliposhiriki katika maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania, ambapo amesisitiza kuwa taasisi za fedha nchini zinapaswa kutumia mazingira ya ushindani yaliyopo kwa sasa katika kuandaa mifumo imara itakayowezesha Watanzania kupata huduma za mikopo kwa urahisi zaidi ya sasa, hasa katika kuelekea utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 inayolenga sekta binafsi kuwa injini kuu ya uchumi wa taifa. Eneo jingine muhimu ni matumizi ya mifumo ya malipo ya kidijitali ili tusaidie kupanua wigo wa kodi, kuongeza uwazi na kupunguza mianya ya ukwepaji wa kodi, lakini pia matumizi mabaya ya fedha za serikali. Tusitumie mifumo hiyo kuongeza mzigo kwa wafanyabiashara au kuwatoza zaidi wale walio kwenye mfumo rasmi. Kama tulivyomsikia Waziri wa Fedha jana wakati akiwasilisha bajeti yake au bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026/27, serikali yetu itaendelea kuweka mikakati ya kuendelea kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Hivyo wito wangu kwenu, Wizara ya Fedha na Benki Kuu ya Tanzania, na kwa kushirikiana na kushauriana na wadau muhimu, simamieni eneo hili ili kufikia malengo tuliojiwekea. Upande wake, Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar pamoja na Naibu Waziri wa Fedha na Mipango kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hamad Omar wamesema katika kipindi cha miaka 60 ya uwepo wa Benki Kuu ya Tanzania, taasisi hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi upande wa Tanzania bara na visiwani, huku akieleza kuwa uthabiti wa thamani ya shilingi ya Tanzania pamoja na udhibiti wa mfumuko wa bei umefanikiwa kutokana na sera na miongozo iliyo imara inayotolewa na Benki Kuu ya Tanzania. Zetu wa Benki Kuu sasa hivi tunapaswa ajipange kwamba tunakokwenda Tanzania kwenye ukuzaji wa uchumi wake, kwenye mageuzi ya kiuchumi, yanahitaji a new central bank katika utendaji wake, katika sera zake za fedha, katika uendelezaji wa sekta ya fedha, na jukumu hilo linapaswa libebwe na Benki Kuu ya sasa tulionayo. Tumekuwa tukishirikiana nayo, wana uhuru wao, wenzetu wa IMF hapo wasija kaondoka kadhani tumekuwa tukiingilia kwenye utendaji wake. Benki Kuu ni taasisi huru, inajitegemea, lakini tumekuwa tukishauriana nao muda mwingi, hasa wanatushauri kwenye sera za kodi. Mheshimiwa Rais, kwa upande wetu wa Zanzibar tunaendelea kushuhudia mchango mkubwa wa BOT katika kuimarisha ujumuishi wa fedha, kuongeza upatikanaji wa huduma za kibenki, kukuza matumizi ya mifumo ya malipo ya kidijitali na kuwezesha mazingira bora ya uwekezaji. Hatua hizi zimekuwa na mchango mkubwa katika ukuaji wa sekta ya utalii, biashara, uvuvi na uchumi wa bluu, ambao ni mojawapo ya vipaumbele vikubwa vya maendeleo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Awali akizungumzia mafanikio ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Dr. Emmanuel Tutuba amesema katika kipindi cha miaka 60 uchumi wa Tanzania umekuwa kwa wastani wa 6.2% kwa miaka 25 mfululizo, ambapo amesema pia BOT imefanikiwa kuweza kudumisha mfumuko wa bei katika kiwango cha 3.5
na kuongeza akiba ya fedha za kigeni kupitia mikakati mbalimbali ikiwemo ununuzi wa dhahabu ambapo hadi sasa wameshanunua tani 27. Matokeo haya yameonyesha dhamira yetu ya dhati ya kuendelea kusimamia vihatarishi na kuhakikisha kwamba mifumo ya fedha siku zote inaendelea kubaki salama. Katika kufanikisha pia dira ya maendeleo ya taifa ambayo inalenga kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, Benki Kuu imeendelea kusimamia na kutekeleza majukumu yake, na hivyo tunaendelea kusimamia masuala yote ikiwemo mageuzi yanayoendelea kutekelezwa na Benki Kuu ya kulenga uimarishaji na uthabiti wa fedha, kuimarisha masoko ya kifedha na kuhakikisha sekta ya fedha inasaidia kikamilifu maendeleo ya muda mrefu hapa nchini. Katika hafla hiyo, Benki Kuu ya Tanzania pia imezindua kitabu kinachoelezea safari ya miaka 60 ya taasisi hiyo muhimu katika uchumi wa Tanzania tangu kuanzishwa kwake mwaka 1966, pamoja na shilingi maalum kama kumbukumbu ya kuadhimisha miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania ambayo imetajwa kuwa miongoni mwa benki bora hapa duniani. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limemkamata na kumhoji Silence Joseph Mwakasala mwenye umri wa miaka 25 kabila Mnyakyusa ambaye pia ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sauti Mwanza kwa tuhuma za kukopesha fedha kinyume cha sheria. Kwa undani wa taarifa hii, huyo hapa Emmanuel Masha kutoka Mwanza anafafanua zaidi. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza Wilibodi Mutafungwa amesema jeshi hilo baada ya kupata taarifa ya swala la kuonekana kwa vyeti vya kidato cha 4 na kidato cha 6 pamoja na kadi za benki kwenye duka moja eneo la Nyamalango ndipo lilipofika na kumkamata mtuhumiwa huyo. Kwa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, jeshi la polisi lilipata taarifa kuwa huko katika mtaa wa Nyamalango, kata ya Luchelele, katika duka la vifaa vya elimu linalojulikana kwa jina la Tukuyu Stationery, kulikuwa na vyeti vya elimu ya sekondari vya kidato cha 4 na cha 6 vya watu mbalimbali pamoja na kadi zao za benki. Vilionekana katika mazingira yasiyo ya kawaida, jambo ambalo lilitia mashaka kuhusu matumizi ya kadi na vyeti hivyo. Kutokana na taarifa hiyo, jeshi la polisi lilipofika majira ya saa 5 kamili za asubuhi, walielekea katika eneo la tukio hilo na kufanikiwa kumkamata bwana Silence Joseph Mwakasala ambaye ndiye mmiliki wa stationery hiyo. Kamanda Mutafungwa amesema baada ya askari kufika dukani hapo, walifanya upekuzi uliozingatia taratibu za kisheria, ndipo alipoweza kupatikana akiwa na vitu hivyo. Imeelezwa kuwa mtuhumiwa huyo amesema kuwa mbali na kuwa mwanafunzi wa Chuo cha Sauti, pia amekuwa akijihusisha na ukopeshaji wa fedha kwa wanafunzi na wakazi wengine wa eneo hilo, huku akichukua nyaraka za wateja wake kama dhamana ya mikopo, ambapo jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi juu ya tukio hilo kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za kisheria. Pamoja na nyaraka hizo, jeshi la polisi liliweza pia katika upekuzi huo kuzikamata hard disk 5, flash 2, notebook 1, simu 7 za aina mbalimbali, vyote vikiwa ni mali ya Silent Joseph Mwakasala, navyo pia vimeshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hili kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za kiuchunguzi, na hatua za kisheria zitachukuliwa mara upelelezi utakapokuwa umekamilika. Asante sana Emmanuel Masha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefanya ziara ya kukagua miradi ya ujenzi wa barabara chini ya mradi wa DMDP wilayani Kigamboni na kumtaka mkandarasi kuongeza kasi ya utekelezaji wa kazi ili kumaliza adha ya usafiri inayowakabili wananchi wa eneo hilo. Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza katika eneo la Vijibweni wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa barabara kupitia mradi wa DMDP2, Chalamila amesema licha ya changamoto
changamoto ya mvua zinazoendelea kunyesha katika eneo hilo, mkandarasi anatakiwa kuongeza kasi na kusema kuwa pindi mvua zinapomalizika anahitaji kuona adha hiyo ikimalizika. Aidha, Chalamila amewataka wananchi kuwa wavumilivu kutokana na kuchelewa kwa utekelezaji wa mradi huo, akieleza kuwa dhamira ya serikali ni kuhakikisha adha ya usafiri katika eneo hilo inamalizika, na kusema kuwa baadhi ya changamoto zinazokwamisha utekelezaji wa mradi huo zimetokana na ujenzi holela uliofanywa na baadhi ya wananchi. Sio kwamba wale watu wamekwenda kando kando ya barabara kwenye zile mita wamevamia barabara, hapana. Ila kilichotokea ni kwamba wamevamia njia za maji ya asili. Ili utengeneze mfereji hilo la kupeleka maji baharini, lazima uondoe hao watu ili huo mfereji uweze kukaa. Swali namba 2 linakuja. Ili tuondoe watu hawa ambao kwa hali zao za kimaisha walijenga hapo walipojenga, maana yake ni kwamba ukiwabomolea wanakosa kabisa sehemu ya makazi. Je, tufanyaje? Tukapeleka ombi maalum la kuomba angalau fidia, ili kwamba tukibomoa basi kama kunaweza kuwa kuna 200 kidogo watu wakabadilishiwa makazi. Kuangalia pale kuna nyumba zaidi ya 300-400. Hiyo pesa kwa haraka inatoka wapi? Kwa upande wake, meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam, Geoffrey Mkinga, akizungumzia sababu za kuchelewa kwa ujenzi wa barabara ya Vijibweni, amesema pamoja na changamoto ya mvua, tatizo kubwa limekuwa ni wananchi kujenga nyumba zao katika njia za asili za maji, jambo ambalo linasababisha hitaji la kujengwa kwa mifereji mikubwa ya kupitisha maji. Ameongeza kuwa wakati wa maandalizi ya mradi huo, tathmini ilibaini kuwa ujenzi wa mifereji hiyo ingehitaji kubomoa baadhi ya nyumba za wananchi, hali ambayo ingeongeza gharama za mradi. Hivyo kutokana na hali hiyo, wameamua kutumia mbinu mbadala ya kujenga mifereji ya maji chini ya barabara na kisha barabara kujengwa juu yake. Namna ya kutoa maji kwenye njia za asili ndani kwa kupitia barabara tumepata changamoto. Kutoa maji kutoka pale daraja la Mea kuyapeleka baharini unahitaji uchimbe mfereji wa mita 15 kwenda chini. Ili uchimbe mfereji wa mita 15 kwenda chini unahitaji uondoe nyumba zaidi ya 400 na upate upana wa zaidi ya mita 40 pembeni, ili uchimbe huo mfereji bila kuathiri hizo nyumba za pembeni. Hiyo ilikuwa changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili ilikuwa kutoa maji daraja ya Mea hapo upeleke hapo hapo baharini upande huu hapa, ambapo utahitaji kuchimba maji utahitaji kuchimba mfereji zaidi ya mita 5.2. Hapo tunahitaji kuondoa nyumba zaidi ya nyumba 200 ili tuweze kupata eneo la kuchimba huo mfereji kwa hicho kina, kwa sababu kwa hilo lililopo ni dogo sana. Baadhi ya wananchi waliozungumza wakati wa ziara hiyo wamemwomba mkuu wa mkoa kusaidia kuhakikisha ujenzi wa barabara hiyo unakamilika kwa wakati, huku wakisema kuchelewa kwake kumeendelea kuwaathiri katika shughuli zao za kila siku. Za barabara tunapata shida ni kubwa kiasi ambacho tunashindwa kufanya lolote kwenye mitaa yetu kutokana na barabara zilivyo hivi. Tunakuomba leo umekuja kwetu, tunaomba utusaidie hii kero, maana tunalia kila itopo leo, hatuna msaada. Madhali wewe umekuja, tunaomba msaada wako tuimarishiwe barabara zetu. Mfanye survey, waangalie yote hivi. Alafu ndio mnaingia sasa kwenye utendaji. Sasa unaingia kwenye utendaji, alafu bado huyo mtu anajibu kwamba tumeona nyinyi mmeziba njia asilia. Kwa picha hiyo mlianza kwanza, alafu ndio mkaja mkafanya upembuzi ya kale. Mnaonyesha udhaifu mkubwa. Jengine mkoa. Hizi hapa hizi unazoziona zimekuja baada ya kusikia wewe unakuja Vijibweni. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Katika kuendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia nchini, wadau wa sekta ya elimu wametaka kuongezwa kwa uelewa na ufahamu kuhusu teknolojia, hususan akili unde, ili kukabiliana na mabadiliko yanayojitokeza katika maeneo ya uvumbuzi na kurahisisha shughuli za kila siku. Gulaki Msola ametuandalia taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam wakati wa kongamano la akili unde lililofanyika katika Chuo Kikuu cha Africa University of Tanzania, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya teknolojia. Wakizungumza katika kongamano hilo, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Africa University of Tanzania, Profesa Singso Kim, pamoja na mkurugenzi wa teknolojia ya roboti na intelijensia ya mashine, Profesa Anthony Choi, wamesema kasi ya maendeleo ya teknolojia nchini,
hususani katika akili unde, inahitaji kiwango kikubwa cha uelewa na maarifa ili kudhibiti athari chanya zinazoweza kujitokeza kutokana na matumizi yake katika maisha ya kila siku. Nowadays, technology and especially AI techniques very important for Tanzania and beyond Tanzania, Africa. And then university should do something to train our future leaders for Tanzania, especially in the area of technology and AI. And our UAUT want to do our best to train our future leaders and want to invite many good speakers from the scholars from overseas, especially from Korea and the United States, to have an opportunity to give this special lecture, especially in technology and the AI. AI is a phenomenon that's taking place. It's going to be a fundamental shift in the way we do things and way we develop solutions. It's going to take changes and adaptability to compete in the future world. So without understanding the technology, how can you even start to adapt to the technology? And because of that, this is very fundamentally important for everyone here. Upande wake Rogers Mosha amesema kuwa nguvu kubwa inapaswa kuelekezwa katika kuandaa makongamano na mihadhara ya wazi katika shule na vyuo vikuu ili kutoa elimu kwa jamii kuhusu matumizi ya akili unde, ambapo amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza ufanisi na maarifa na namna ya kutumia fursa mbalimbali zinazotokana na maendeleo ya teknolojia hiyo. Kutokana na dira ya nchi ambapo ninaona kwa mpaka miaka ya 2030 artificial intelligence italeta impact kubwa sana, kwa sababu hatuzungumzii tu issue za theory, kwa sababu inaweza ikawa impacted kwenye mazingira ya biashara, kazi zetu za kila siku katika kuautomate kazi. AI inaweza ikatumika kwenye masuala ya afya, inaweza ikatumika kwenye masuala ya sheria, anywhere ambapo kuna any repetitive task ambazo zinafanyika, basi AI inaweza ikasaidia kuokoa muda. Kwa hiyo mimi naona ni muhimu sana kwa wanafunzi wa sasa hivi kuwa invested kwenye masuala ya AI, kwa sababu itawasaidia sana kwenye fursa za kujiajiri, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanafunzi ambaye nimejiajiri na nimeajiri watu kupitia teknoloji hii ya artificial intelligence. Naye mmoja wa wanafunzi akizungumzia maendeleo ya akili unde amesema vijana nchini na wasomi hawapaswi kuwa na hofu kwa teknolojia hiyo kuwa imekuja kunyang'anya ajira za watu, bali amesema kuwa badala yake akili unde fursa muhimu katika kufanya mapinduzi na mageuzi katika uzalishaji na maendeleo ya kiuchumi nchini. Kuna jambo ambalo vijana wengi wanakuwa na wasiwasi nalo kuhusu AI kama itaenda kuchukua nafasi zao za kazi, lakini mimi binafsi ninaamini kwamba AI haitachukua nafasi ya kazi ya wanafunzi au waajiriwa, ila wale ambao wanajua kutumia AI ndio watapewa nafasi hizo ili waweze kuonyesha uwezo wao na ubunifu wao na kuweka katika vitendo vile ambavyo wamejifunza. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amewataka viongozi na wataalamu wa halmashauri ya wilaya Nsimbo kuhakikisha wanatoa elimu kwa vikundi vinavyonufaika na mikopo ya 10% kuhusu fursa za kiuchumi zinazopatikana katika maeneo yao ili viweze kuzitambua na kuzitumia kwa manufaa ya maendeleo yao. Neema Hussein kutoka Katavi anatuarifu zaidi. Buswelu ameyasema hayo wakati akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu katika hafla ya kukabidhi hundi kwa vikundi 36 vinavyonufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri hiyo. Tunawapa mtaji, tuwape na fursa za biashara. Sasa inaweza kuwepo kuna vikwazo vya hapa na pale, hawafahamu mifumo ya NeST, hawajasajiliwa. Kwa ni jukumu letu sisi serikali, hasa wataalamu wa halmashauri ya Nsimbo, kuwaelimisha, kuwafundisha ili waelewe kwamba ndani ya halmashauri ama kwenye shule zetu bado pia kule kuna fursa, kutegemeana na shule ambazo hawa watu wanafanya. Na siku zote afisa maendeleo ya jamii, wataalamu wetu, mainjinia na wengineo, wapeni elimu hawa vijana, hawa akina mama wenye ulemavu, elimu ambayo inaendana na mazingira wanayoishi
na biashara na shughuli zilizoko kule ambazo pia ninyi mnazo fursa hizo. Akisoma taarifa ya utoaji wa mikopo hiyo, afisa maendeleo ya jamii Salma Maisha amesema zaidi ya shilingi milioni 300 zimetolewa kwa vikundi 36 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, huku kaimu mwenyekiti wa halmashauri ya Nsimbo Michael Kasanga akidai baadhi ya vikundi havikunufaika kupata mikopo hiyo kutokana na mapato yaliyokusanywa kutokidhi mahitaji yaliyokuwepo. Katika awamu hii ya pili, halmashauri inakopesa kiasi cha Tanzania shillings milioni 384 na laki 7 kwa vikundi 36. Vikundi vya vijana 19, wanawake 10 na watu wenye ulemavu vikundi 7 vyenye jumla wanufaika 166, ikiwa pesa inayotokana na mapato ya ndani ni Tanzania shillings milioni 64 na laki 7 na pesa inayotokana na marejesho ni Tanzania shillings milioni 320. Tuna vikundi vingi ambavyo vipo wameomba hawajapewa mikopo awamu hii, lakini niseme tu kwamba ni kutokana na makusanyo tulionayo na pesa ambayo ipo. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameiomba serikali kuongeza kiwango cha fedha kinachotolewa ili kukidhi mahitaji ya vikundi pamoja na kuimarisha utoaji wa elimu kuhusu matumizi sahihi ya usimamizi wa fedha. Mikopo hii ambayo tunapewa kiukweli inatutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama mtu atakuwa ana uelewa wa kumtosha kwa ajili ya kutumia vizuri fedha. Wajaribu kutuongezea kwa sababu vijana ni wengi wenye uhitaji na wengi wana mawazo chanya, lakini hata na elimu pia. Aidha, Buswelo amekabidhi pikipiki kwa vikundi 4 vya bodaboda ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa mikopo hiyo. Asante sana Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma linawashikilia watuhumiwa 12 kwa makosa mbalimbali likiwamo la kusafirisha mafuta ya petroli kinyume cha sheria na wizi wa betri za shirika la umeme Tanzania TANESCO. Gula Kimsola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Isaka Malko Chilia, amesema tukio la kwanza linawahusu watuhumiwa 2 waliokamatwa katika kituo cha mafuta kilichopo manispaa ya Songea wakiwa na lita 3260 za mafuta aina ya petroli yenye thamani ya shilingi milioni 13.9 yakiwa yamehifadhiwa kwenye madumu ya lita 20 na kupakiwa katika gari aina ya Kenta ambalo lina namba za usajili T881 BRA zikiwa tayari kusafirishwa kwenda nchi jirani kinyume na sheria. Baada ya kununua mafuta naweka kwenye madumu kinyume kabisa na taratibu za EULA, na baada ya hapo wanayasafirisha kuyapeleka nchi jirani. Kwa hiyo jeshi la polisi sasa hivi linaendesha operation kali. Wenye vituo vya mafuta wasikubali kabisa na wala wasifanye biashara ya kuuza mafuta. Hii ni sawa na kuhujumu nchi kabisa. Wasifanye biashara, na sisi huko sehemu zote kuanzia hapa mpaka mpakani tutaendelea kufanya upekuzi mkali sana kuhakikisha kwamba mafuta yetu ambayo tunanunua kwa fedha zetu za kigeni haendi nje ya nchi yetu. Kamanda Chili amesema kuwa katika tukio jingine, jeshi la polisi linawashikilia watuhumiwa 10 akiwemo mhasibu wa TANESCO mkoa wa Ruvuma, fundi pamoja na walinzi wa shirika hilo kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa betri 28 za volti 12 zenye thamani ya shilingi milioni 32.4 zilizokuwa zikitumika ajili ya kutoa huduma ya dharura katika ofisi za TANESCO. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linawashikilia watu 10 akiwemo mhasibu wa shirika hilo, fundi wa shirika hilo pamoja na walinzi wanaolinda ofisi za shirika hilo kwa tuhuma za wizi wa betri 28 za volti 12 kila moja aina ya dry cell zenye thamani ya shilingi milioni 32,000 na laki 4 mali ya shirika la umeme Tanzania mkoa wa Ruvuma zilizokuwa zimehifadhiwa katika ofisi kuu za shirika hilo ambazo hutumika kwa matumizi ya dharura backup batteries. Sema uchunguzi wa matukio hayo unaendelea na watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani baada ya upelelezi kukamilika, huku Kamanda Chilia akiwataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kutoa taarifa za uhalifu na kusaidia kudhibiti vitendo vinavyokiuka sheria.
Wakati mkoa wa Mara ukijiandaa kuanza msimu wa ununuzi wa pamba, wakala wa vipimo Tanzania WMA wameanza uhakiki wa mizani itakayotumika kununulia zao hilo, ikiwa ni jitihada za kulinda haki za wakulima dhidi ya upotevu wa mapato utokanao na mizani isiyo sahihi. Adam Kaduta na ripoti zaidi kutoka Mara. Afisa vipimo kutoka ofisi ya wakala wa vipimo mkoa wa Mara anasema zoezi hili linalenga kuhakikisha mizani yote inayotumika katika ununuzi wa pamba inakidhi viwango vinavyotakiwa, huku akionya kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika kutumia mizani isiyohakikiwa. Baada ya hili zoezi, tutakuwa na zoezi lingine la ukaguzi wa kushtukiza ambao tutakuwa tunapita kila AMCOS kuangalia ni namna gani mizani yao jinsi inavyoendelea kufanya kazi vizuri. Lakini endapo tutamkuta mtu ambaye amechezea mzani, basi hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika wa pamba mkoani Mara anasema hatua hii itaongeza imani kwa wakulima na kuondoa malalamiko yanayoweza kujitokeza wakati wa ununuzi wa zao hilo. Tunachokihitaji ni kupata uhalisia wa mkulima, apate lile jasho lake halisi kutoka shambani. Maana Mheshimiwa Rais tayari ameshaleta utaratibu ambao ni mzuri kwa ajili ya kuhakikisha anamfuta chozi mkulima wa zao la pamba. Baadhi ya viongozi wa AMCOS wanaeleza kuwa uhakiki wa mizani ni muhimu katika kujenga uaminifu kati ya wakulima na wanunuzi na kusaidia biashara ya pamba kufanyika kwa uwazi. Kuweza kupima, kuhakiki kwamba usiibie mkulima, ili mkulima aone uhakika kwamba ni kitu cha uhakika, anapima pamba yake kwa uhakika. Mimi tu niombe kuwashauri ambao hawajaleta mizani yao kuhakiki, mwisho wa siku ndo inakuwa lugha gongana kati yao na serikali. Kwa hiyo kwa ushauri wangu ningeomba tu walete hizo mizani zao hakiki ili wapime pamba vizuri kwa wakulima bila migogoro yoyote. Mkoa wa Mara unatarajia kuanza rasmi msimu wa ununuzi wa pamba katika kipindi kifupi kijacho, huku mamlaka zikisisitiza uzingatiaji wa sheria na taratibu za vipimo ili kulinda maslahi ya wakulima. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Njombe limewataka wananchi wa mkoa huo kuhakikisha wanatoa taarifa kwa haraka kupitia namba 114 pindi wanapokutana na majanga ya moto katika maeneo yao ya kazi au majumbani mwao, ili jeshi hilo liwahi kufanya uokoaji na kunusuru mali pamoja na uhai wa wananchi. Taarifa zaidi, Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe anafafanua. Wito huo umetolewa na Hilal Lemi Kobero ambaye ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Njombe wakati akizungumza na wafanya biashara na wananchi katika eneo la soko kuu Njombe mjini baada ya kushiriki uzimaji moto katika soko kuu, ambapo tukio la moto liliandaliwa kwa ajili ya kuwajengea utayari wafanya biashara na wananchi pindi wakikumbwa na majanga ya moto. Ni muhimu unapoona tukio la moto kutoa taarifa katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na useme sawa nini kinachoungua kama umekiona na unakijua, lakini pia uwaelekeze Jeshi la Zimamoto na Uokoaji njia gani rahisi ya wao kuweza kufika, na unawajuza kwa kutumia namba ya dharura ya 114. Sawa? Kwa hiyo badala ya kuwa unahangaika namna gani ya kupambana huo moto, ni vyema ukawapigia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili waweze kutoa msaada kwa namba ya dharura ambayo ni bure, ni ya 114. Lakini wakati unawaambia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ni vyema ukawasaidia kuwarahisishia kuweza kufika kwenye eneo la tukio, kwa sababu wanapaswa kufika kuzuia hilo tukio. Tuelewana? Kwa hiyo utawaelezea kwa mfano njia gani nzuri au rahisi ya wao kufika. Hapa Kobero anaeleza kwa nini jeshi hilo hufanya matukio ya utayari katika kukabiliana na majanga ya moto. Tukio kama hili limetokea maksudi, lakini kwa nia njema. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na uongozi wa soko tumeandaa hili tukio la kuandaa, sawa, lakini kwa tahadhari ya kwamba kunaweza likatokea tukio ambalo sio la kuandaa la kweli. Nia na mazumuni ya kuandaa tukio kama hili ni kujenga nini? Utayari. Tunaelewana? Kujenga nini? Utayari, ili likitokea tukio la kweli wananchi wanakuwa na uzoefu na matukio kama hayo.
Kwa hiyo ni swala la muhimu sana kwa soko, angalau hata mara moja kwa mwaka kuwa na matukio ya utayari, ili siku likitokea tukio la kweli, wananchi watajua ni njia gani sahihi za kuweza kujiokoa. Akani Kyando ni mwenyekiti wa soko kuu Njombe mjini. Hapa anatoa wito kwa jeshi la zimamoto kuendelea na utaratibu wa kutoa elimu juu ya kukabiliana na majanga ya moto. Tunatakiwa sisi wote tujue namna ya kujihami kuzima moto. Tunaiomba serikali pia, maafande wetu wapo, waje watupe elimu ya kujaribu kila mfanya biashara wawashe moto kama hapa, ili wewe ndugu yangu na yule kila mmoja ajaribu kufanya nini? Kukabiliana nao. Hili nawapongeza kwamba tunapata elimu kwa ufupi, lakini tunahitaji elimu ya endelevu, kwa sababu soko linazalisha watu tofauti. Wanaweza kupata elimu hawa wakakuwa mitaji yao wakaondoka. Soko ni sehemu ya kupatia mtaji wafanyabiashara wadogo, ili wakikua anaenda kupanga huko kwenye nyumba kubwa. Kwa hiyo hapa pana umuhimu sana, kila mwaka angalau wawe wanafanya zoezi kama hili. Hii elimu wanayotoa zimamoto mimi kwangu na msaada mkubwa sana, kwa sababu nisingepata hii elimu, siku tukio linatokea nyumbani kwetu ningefanyaje? Kama sio elimu ya zimamoto, basi ningepata madhara, na kama sio kupata madhara ningepoteza maisha. Tayari askari washaanza kutoka kituoni, tunaomba uwe hewani. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imesema kuwa licha ya matumizi na biashara ya dawa za kulevya kupungua nchini, bado serikali itaendelea kuimarisha udhibiti pamoja na kuongeza uelewa kwa jamii kupitia njia mbalimbali ikiwamo filamu. Tujiunge na Agula Kimsola kwa undani wa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kampeni ya utoaji elimu dhidi ya dawa za kulevya kupitia filamu katika vyombo vya usafiri nchini, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini, Areta Silimo, amesema udhibiti huo umefanywa kupitia operation na hatua mbalimbali katika maeneo ya mipaka pamoja na miji mbalimbali ili kuendelea kulinda kizazi na jamii ya Watanzania. Aidha, baadhi ya wananchi, abiria na hata wahudumu wa mabasi wa vyombo vya usafiri wamejikuta wakihusishwa na makosa ya dawa za kulevya baada ya kubainika kubeba mizigo wasioifahamu. Kutokana na hali hiyo, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya ilifanya majadiliano na LATRA pamoja na Bodi ya Filamu Tanzania na kuona umuhimu wa kuandaa filamu itakayoonyeshwa katika mabasi yote yanayosafiri katika mikoa mbalimbali hapa nchini kama moja ya njia ya kutoa elimu kwa jamii ili kuzuia athari zinazoweza kusababishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya kwenye vyombo vya moto. Upande wake, Halima Lutavi kutoka LATRA amesema taasisi hiyo imeendelea kushirikiana na DSEA katika kukabiliana na changamoto usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia mabasi, hasa kutokana na athari zinazobainika kutokana na biashara ya dawa za kulevya, huku mwakilishi wa Bodi ya Filamu Tanzania naye akielezea umuhimu wa filamu katika kukabiliana na athari za dawa za kulevya. Usafirishaji wa madawa ya kulevya ni moja ya changamoto zinazoathiri usalama, afya na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Wahalifu ama wabebaji ama wasambazaji wa madawa hayo wamekuwa wakitumia njia mbalimbali kusafirisha madawa hayo, ambao pia vyombo vya usafiri kama mabasi imekuwa sehemu moja wapo ya kusafirisha madawa hayo. Hali hii inaweza kuhatarisha usalama wa wasafiri wengine, lakini pia inaharibu taswira ya sekta ya usafiri. Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya usafiri na vyombo vya dola tunaendelea kusimamia uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu zinazolenga kuzuia matumizi mabaya ya vyombo vya usafiri katika shughuli kama hizi tunazozungumzia hapa za usafirishaji wa madawa ya kulevya. Mbinu ya filamu ni mbinu bora kabisa ikitumika vyema kuweza kubadilisha jamii katika mabadiliko chanya. Kwa hivyo niseme, ndugu mgeni rasmi, sisi kama Bodi ya Filamu Tanzania kwa sasa hiyo imekuwa ni shabaha yetu kubwa kuhakikisha tunaendelea kutengeneza daraja na mamlaka yako ili kusaidia kazi kubwa ambayo mnaifanya katika kutokomeza dawa za kulevya, hususan kupitia mbinu za utayarishaji wa filamu, kupitia utoaji wa elimu. Na sisi nikuthibitishie,
tuko tayari kwa kazi hii ambayo tumekasimiwa pia na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kupitia wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kupitia waziri wetu Mheshimiwa Makonda, lakini na viongozi wenzie wote katika wizara hiyo. Sisi kama bodi ya filamu ni jukumu letu kuhakikisha kwamba filamu na michezo ya kuigiza inakuwa ni sehemu ya kutoa uchumi kwa wananchi. Naye mwakilishi wa chama cha wamiliki wa mabasi nchini Tabora, Abdalla Kiongozi, amesema hawaungi mkono vitendo vya baadhi ya kampuni zinazotumika kwa ajili ya kusafirisha dawa za kulevya kupitia mabasi, huku kwa upande mwingine mmoja wa waathirika wa dawa za kulevya, Jimmy Batista, ambaye amepona, ameelezea athari ambazo amekutana nazo katika kujihusisha na usafirishaji wa dawa za kulevya, ambapo moja ya athari hizo ni kufanyiwa upasuaji mara 4 na kuweza kuondolewa baadhi ya viungo mwilini. Viongozi wa dini, wazazi, jamii waone hawa bado wanayo thamani na wana kitu, bado wanapaswa kulitumikia taifa. Dawa za kulevya sio mwisho wa safari yao ya maisha, na iliwezekana wakaimba, hakuna rosto wala kusinzia kama kuku wa kisasa wa Mazingaumbwe waliimba, na inawezekana. Madhara ambayo niliyapata, shida ambazo zilinikuta, nilipoteza thamani, nilipoteza utu, nilipoteza afya yangu pia. Niliweza kupata operation almost 4 kubwa kutokana na ubebaji wa biashara haramu ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Na nachongea hapa ni real life. Nikisema real life, maisha ya kweli, kwamba naweza nikawaonyesha kama ushuhuda yale ambayo yalinikuta mimi. Hii ni operation zimepita almost mara 4 hapa katika tumbo langu, ambazo sababu ni nini? Sababu ilikuwa ni usafirishaji wa biashara haramu ya dawa za kulevya. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Serikali za Afrika Kusini na Mexico zimeahidi kuendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania katika nyanja mbalimbali za maendeleo kupitia ushirikiano wa kihistoria baina ya mataifa hayo mawili ambao umeendelea kuimarika. Mwandishi wetu Goodluck Msolla ametuandalia taarifa zaidi. Mabalozi wa serikali hizo mbili ambao ni pamoja na Noluthando Mayende Malepe, balozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, pamoja na balozi wa Mexico nchini Tanzania Leza Sobal, wameshiriki kwa pamoja katika jukwaa la Coca-Cola FIFA World Cup ili kusherehekea michuano ya kombe la dunia ambayo inaendelea nchini Mexico. Balozi Malepe amesema Tanzania na Afrika Kusini zimeendelea kuwa mataifa ndugu na rafiki katika kushirikiana kwenye nyanja mbalimbali zinazoleta fursa na ukaribu katika kukuza maendeleo ya mataifa hayo mawili. Naye balozi wa Mexico nchini Tanzania Leza Sobal amewataka wa Tanzania kuendelea kushirikiana vyema na Mexico katika maeneo mbalimbali yanayozalisha fursa, huku akipongeza Tanzania kwa kuendelea kupiga hatua katika ukuaji wa maendeleo. Naye mkurugenzi wa Coca-Cola Kwanza David, pamoja na Kabula Nshimo, meneja masoko kutoka Coca-Cola Tanzania, sema hatua hiyo ya kuwaleta pamoja wa Tanzania na raia wa mataifa ya Mexico na Afrika Kusini ni katika kuendelea kutumia jukwaa la burudani ya mpira kuhamasisha umoja, amani na biashara, wakiwataka wa Tanzania kutumia fursa za ubunifu wa bidhaa za Coca-Cola katika kujinufaisha. Naendelea kuwepo na kuzidi kuwepo na kuendelea kupendwa kwa sababu kila siku tunakuwa bunifu. Ukiangalia generation ambayo iliyopo sasa hivi ni generation ya kizazi ambacho ni cha Gen Z, cha millennials sana kidogo, lakini Gen Z ukiangalia vitu wanavyovipenda, wanapenda sana mambo ya ubunifu, wanapenda sana innovations. So Coca-Cola tumejikita sana kwenye hilo kwa sababu tunataka kuendelea kuwepo kwa zaidi ya miaka tena 100 ijayo. Unaona? So ubunifu kwetu ni kitu cha muhimu sana. Na ukiangalia tuna hizi limited edition as I said, kama hizi unavyoziona, zitakuwepo kwa muda mchache tu. FIFA ikiisha, kan zimekwisha. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, maonyesho ya kimataifa Sabasaba kufungua fursa mpya za biashara na uwekezaji.